Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Nikiendelea kukuletea update mbalimbali ambazo tumekukusanyia tukielekea katika dabi ya Kariakoo, moja kati ya mechi ambayo itakuwa ni pana sana na kila moja tatamani kuona kwa pande zote hizi mbili ni nini ambacho kitafanyika, kwa sababu ni mchezo ambao mpaka tulipofikia unaweza ukawa unaona tension ilivyokuwa kubwa, kila moja akihitaji kuona timu yake ikipata ushindi kwa kiasi kikubwa sana. Ni Young Africans ambao kimsingi wako juu ya kikosi ya Simba kwa utofauti wa alama moja peke yake. Ni Simba Sports Club ambaye yuko chini ya kikosi ya Young Africans, na mpaka sasa hivi Simba Sports Club hawajatoa tamko lolote la kuonyesha kwamba labda wako excited na mechi na vitu kama hivyo. Lakini nikaona nije nikutoe wasiwasi kwamba Simba wana shida yoyote na mechi, wataenda kushiriki kama ilivyopangwa, na maandalizi ya mchezo huu yanaendelea kama kawaida, ambapo Simba wanaendelea na mazoezi yao katika uwanja wa Mo Bunju Arena, ambapo ndo kuna makao makuu yao ya kufanyia mazoezi. Wamekuwa kiendelea huko, wameka kambi kabambe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba katika mchezo wa hiyo kesho ambao utapigwa uwe na matokeo chanya kwa upande wao. Hawana kingine cha kupoteza zaidi ya alama 3 muhimu, kwa sababu ni mechi ambayo inawahitaji wao kuweza kushinda moja kwa moja. Hakuna kitu kingine ambacho kinahitajika zaidi ya ushindi huu ambao utakuwa ni mkubwa sana. I don't know wanajiandaa vipi, lakini kwa Young Africans wao jana ndo wamerejea kutoka pale Zanzibar na moja kwa moja wakaelekea kambi kwa ajili ya kujiweka sawa na mchezo dhidi ya kikosi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipokea, kuna usiri mkubwa sana ambao unaendelea katika vikosi vyote hivi viwili, kwa maana kikosi cha Simba Sports Club pamoja na Young Africa. Usiri unaoendelea ni kutowachanganya wachezaji. Wameweka security ambayo haitowasababisha wawe na sehemu ya kuwasiliana mara kwa mara na kuzungumza mara kwa mara na vitu kama hivyo. Wameufanya wachezaji wawe sehemu yao peke yao, wasiwachanganye, lakini sitokee sehemu ambayo viongozi wa kisiasa na nini watakuwa wanachangamana na wachezaji, ili kutengeneza saikolojia zao vizuri. Mwalimu wa Simba Fadru, utakumbuka mara baada ya mchezo dhidi ya Kagera Sugar, aliweka wazi kwamba mchezo dhidi ya Young Africans utakuwa ni mchezo mgumu sana, na akaweka matumaini yake na matamanio yake kwamba wao kama Simba Sports Club wanahitaji kupata ushindi ili waweze kutoka sehemu moja walipo waende kwenye sehemu ambayo ni kubwa zaidi. Na sehemu kubwa zaidi ni ipi? Ni ubingwa. Speaking of Fadru, ni moja kati ya makocha ambao mimi naweza kusema mpaka hapa tulipofika yeye ndiye kocha bora wa msimu wa ligi kuu Tanzania bara, kutokana na namna ambavyo alivyokijenga kikosi cha Simba Sports Club. Ana idadi kubwa sana wachezaji ambao ni wapya katika kikosi chake. Utakumbuka kwamba kwenye zone zote, kwa maana kuanzia chini kuja eneo la katikati mpaka eneo la ushambuliaji, kila hii eneo ana watu wapya. Mathalan kwenye eneo la ulinzi ni Mohamed Hussein na Shomari Kapombe ambao wamekuepo mara kwa mara. Kwenye eneo la katikati ni Fabrice Luambangoma ambaye tulikuwa naye msimu uliopita. Kwenye eneo la ushambuliaji ni Kip Dennis peke yake ambaye tulikuwa naye katika misimu 2-3 iliyopita. The rest ni wachezaji ambao ni wageni. So nazungumzia karibia wachezaji 4 tu kati ya wachezaji 11 wa kikosi cha kwanza cha Simba ndio ambao tulikuwa nao katika msimu uliopita. Maana yake wengi wao msimu ni wapya, lakini angalia performance yao. Ni Simba alicheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ni Simba aliotolewa nusu finali CRDB, although ilikuwa ndani ya uwezo wake kukata tiketi ya kwenda finali, lakini still ameweza kumchallenge Young Africans. Ni tofauti kabisa na msimu uliopita ambapo Young Africans walikuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara mathalan akiwa na michezo takriban 4 mkononi mwake, tofauti na msimu ambao mpaka mechi ya mwisho ambayo wanaenda kucheza hatujaona kama kutakuwa kuna mpaka tuende kuna hiyo mechi hakuna ambaye anaweza kujihakikishia kwamba anahitaji ubingwa. Milaud Hamdi ambaye yeye yupo ndani ya kikosi ya Young Africans yuko chini ya shinikizo kubwa sana, kwa sababu zipo taarifa za kwamba yawezekana akaondoka ndani ya kikosi cha Young Africans ifikapo mwisho wa msimu huu.
na inawezekana mechi kama hizi, mechi kama ya dabi ni mechi ambayo inaweza ikacement matarajio ya viongozi kwamba wanakuona ni kwa kiasi gani wewe ulikuwa haufai kukaa kwenye hiyo nafasi. Lakini kama utaendelea kuwa na muendelezo mzuri na in fact ukamfunga Simba mabao mengi, inawezekana ikakupa possibility kubwa sana ya wewe kuendelea kuaminika. Na kwenye content zitakazofuata nitajaribu kuangalia kiufundi zaidi kwenye maeneo ya kiulinzi kwa timu zote hizi mbili, ni makosa gani ambayo asilan abadan wasije wakayafanya ambayo yanaweza yakawasababisha Simba Sports Club ama Young Africans kufungwa mabao mengi. Lakini kimsingi kitu ambacho nataka nikwambie ni maandalizi ya mwisho, ambayo kwenye haya maandalizi ya mwisho timu mwenyeji timu geni ana kila sababu ya kufanya mazoezi kati masaa 24 kabla ya mchezo husika, na mazoezi hayo inabidi yafanyike majira ya saa 11 za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na Simba wana kila sababu ya kunufaika na hiyo haki ya kwenda kufanya mazoezi, wakiwasiliana na Commissioner Singano Ramadhan kutokea pale Tanga, ambaye yeye ni commissioner wa mchezo, lakini pia kwa kushirikiana na timu wenyeji kwa ajili ya kumwandalia Simba mazingira ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja ule. Sasa sijajua kama Simba wataenda, lakini baadhi ya taarifa ambazo nimezipata ni kwamba Simba hawataenda uwanja wa Taifa kufanya mazoezi kama ambavyo alivyofanya kwenye mchezo uliopita. Mazoezi yao watamalizia kule Bunju, ambapo kwenye uwanja wao wa Mo Simba Arena, ambapo wameendelea na maandalizi yao kama kawaida. Although mara baada ya kupenyezewa taarifa hizi, nimepata kidogo maswali na majiulizo mengi sana kuhusiana na hili. Nikijiuliza, je, ni nini ambacho kimebadilika? Ni nini ambacho kimewasukuma Simba wasiende kufanya mazoezi? Ile hali ni haki yao kimsingi, lakini yote kwa yote wamechagua hivyo. Sisi ni akina nani tuweze kupinga? Hatuwezi kupinga kwenye huo muktadha, na tutasubiri kuona jinsi ambavyo itakavyokuwa. Usisahau katika mchezo wa tarehe 15 Simba walikuwa wameandika barua kwenda kwenye wizara kuomba uruhusa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Taifa, ijapokuwa hiyo mechi haikufanikiwa kuwepo. Lakini leo nasikia taarifa ya kwamba Simba hawatoenda kufanya mazoezi. Ni swala ambalo pia si kama watakuwa wamekiuka haki ama wajibu, kwa sababu kunufaika na mazoezi ya mwisho ni utashi wako wewe mwenyewe ambaye ni timu mwenyeji. Ukijisikia kwamba unaweza ukaenda ukafanya mazoezi, fair enough, unaweza ukaenda kufanya mazoezi. Lakini ukijisikia kwamba wewe hauwezi kuenda kufanya mazoezi, ni okay, usiende kufanya mazoezi. So Simba wanawezekana wasiende, lakini kutoenda kwao hakutosababisha kwamba mechi isiwepo ama ni kugomea, ni mipango yao, mikakati yao. Lakini leo pia tutaenda kuona press conference ya makocha pande zote mbili, ambayo nadhani itatueleza mambo mengi sana kuelekea katika mchezo, na mimi nitakuja hapa kukuchambulia kinagaubaga kutokana na press conference. Unaweza ukaipata ile pre-match view kwa namna ambavyo kila mmoja anaweza aka approach match. Mimi ni Marcus Kanyasa, asante, bye bye, salute la familia.